mamlaka makubwa alionayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais mamlaka alionayo tunaweza tukamuita Mungu mdogo, kwa sababu huwezi kumuita binadamu wa kawaida, kwa sababu Mtanzania yoyote hana uwezo wa kumshtaki akiwa rais na baada ya kustaafu hawezi ukamshtaki. Yani akiwa rais na baada ya kuwa rais huwezi ukamshtaki, wala hawezi ukamshtaki kwa makosa ambayo aliyatenda kabla hajawa rais. Kwa hiyo akisha kuwa tu rais inampatia kinga ya kutoshtakiwa mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu atamchukua roho yake. Hilo la kwanza. Huyu rais ambaye ana haya mamlaka makubwa, yeye ni nani? Ana mamlaka ya kuteua watu wangapi? Rais anateua watu zaidi ya 2000 Tanzania. Anamteua mkuu wa majeshi, anamteua mkurugenzi wa usalama wa taifa, anamteua IGP, anamteua DPP. Sasa kuna cheni hapa, kuna cheni kati ya rais, kuna cheni kati ya IGP, kuna cheni kati ya DPP ambaye ni mkurugenzi wa mashtaka. Rais anaweza akatoa maelekezo Tundu Lissu akamatwe, akamwambia IGP kama polisi wao na polisi wao wakamkamata IGP huyo anateuliwa na rais. IGP akimkamata anampeleka kwa DPP, mwendesha mashtaka ambaye anateuliwa na rais. Kwa hiyo ni cheni. Rais anaagiza, anamwagiza IGP anashirikiana na DPP ambaye wote ni wateule wa rais. Baada ya Tundu Lissu kukamatwa au mshtakiwa yoyote anapelekwa mahakamani. Ukienda mahakamani, rais unakutana na mkono wa rais mahakamani. Rais anateua majaji wote wa mahakama kuu. Rais anateua majaji wote wa mahakama za rufani. Wote wanateuliwa na mheshimiwa rais. Kwa hiyo IGP anakukamata, anakupeleka kwa DPP ambaye ni mteule wa rais, unaenda mahakamani kukutana na kesi yako ambayo unakutana na majaji wote ambao ni wateule wa rais. Kwa hiyo rais akiamua kukufunga hata ndani ya wiki moja, anatoa maelekezo na cheni yake inakufunga, kwa sababu kila utakapoenda unakutana na mkono wa rais. Sasa kwa hiyo ni sawa na kesi ya mbuzi amepelekewa fisi. Kabisa. Sasa tunataka nini katika wananchi walitoa maoni gani kwenye katiba hii ya mwaka 1977? Rais, twende kwenye ardhi ya Watanzania, ambapo leo hii nilisema kwamba bangi ikikutwa kwenye shamba la mwananchi, bangi ni ya mwananchi, lakini madini yakikutwa kwenye shamba la Mtanzania, madini ni ya mali ya serikali. Sasa rais, katiba inasema ya sasa ya mwaka 1977 kwamba ardhi ni mali ya umma, msimamizi wake ni mheshimiwa rais. Sasa hii ardhi ambayo ipo kwa Tanzania nchi nzima, hii ni mali ya umma kwa mujibu wa katiba, lakini mdhamini wake ni mheshimiwa rais. Rais akitoa udhamini wake pale Bukoba, kama kuna madini, akitoa udhamini wake, hiyo ardhi inachukuliwa na serikali, wanachimba madini. Hata kama kulikuwa kuna watu wataondolewa, hawezi kupewa fidia. Wakati mwingine kupewa fidia imekuwa ni mlolongo mkubwa wa kila sehemu ambapo wananchi wameondolewa, wamelia juu ya fidia. Mtu amekaa hapo miaka 30, amekaa hapo miaka 40, kama Wamasai wa Ngorongoro. Ile ardhi ni mali ya umma ya Ngorongoro, ila mdhamini wake ni rais. Sasa hivi rais ametoa udhamini wa Ngorongoro, mkutoa Wamasai kila siku anakimbizana na polisi. Sasa wale Wamasai wanasema sawa, rais amechukua ardhi yetu, ngoja twende mahakamani tukashtaki, tupewe haki yetu ya ardhi. Akienda mahakamani, katiba inasema ardhi ni mali ya umma, mdhamini wake ni rais. Huyu rais ameondoa udhamini wake. Wamasai wanaenda mahakamani, wanakutana na majaji wa mahakama, wote wameteuliwa na rais. Sasa utapata haki hapo? Never. Hapo huwezi kupata, hapo hawezi kupata haki hata siku moja. Twende bunge. Bunge ni muhimili ambao unajitegemea. Ni bunge unapaswa kuwa muhimili huru, na kazi ya bunge, Tanzania tuna mihimili mitatu. Tuna serikali kuu, tuna bunge na tuna mahakama. Kazi ya bunge ni kutunga sheria. Yaani ile bunge kazi yake ni kutunga sheria, mahakama kazi yake ni kutafsiri sheria, serikali kuu kazi yake ni kusimamia sheria. Sasa twende bungeni. Bunge, wale wabunge wote wanaenda pale wanatakiwa watokane na kula za wananchi, waende wakatunge sheria. Sasa unakuta mbunge ametoka Temeke, Ilala, Mbeya, Songwe, hajachaguliwa, amepitishwa. Yani chama chake baada ya kumpitisha serikali imeiba kula, ameenda bungeni.
Huyu kazi ya mbunge ni kuzungumza matatizo ya wananchi, na katiba inasema kabla hajaenda bungeni aitishe mikutano kwenye kata mbalimbali, achukue changamoto za wananchi ndizo aende akazisemee bungeni. Hiyo ndio kazi ya mbunge. Lakini sasa hivi hawana habari ya vikao vya wananchi, kwa sababu wanajua wale hawajawachagua. Wao wakienda bungeni, kazi ambayo wanaifanya kwa uaminifu mkubwa ni kumsifia Mheshimiwa Rais. Kwa sababu gani? Ili awamu ijayo rais amuone chama chake, kwa sababu rais si mwenyekiti wa chama, amteue tena kwenda bungeni. La si Jaji Warioba, wananchi walitoa maoni gani? Walisema wabunge ambao watokane na kura za wananchi, awe Chadema, awe ACT, awe CUF, ili aende bungeni kwanza atokane na kura za wananchi, tupate tume huru na iliyo haki. Huyu mbunge akichaguliwa na wananchi, wakienda bungeni, sio lazima akae miaka 5. Anaweza akakaa miezi 6 hajatekeleza matakwa ya wananchi ambao wamemchagua. Wananchi wana uwezo wa kumuondoa madarakani. Na tukishafikia katika hatua hii, wabunge watakuwa wanawaogopa wananchi, kusema nisipowasemea wananchi wangu wataniondoa madarakani, nikikaa kimya bungeni wataniondoa madarakani. Lakini sasa hivi wabunge wote wakisimama hawataji katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hawana habari na wananchi, wanamsifia rais. Mama asante sana, mama anaupiga mwingi, mama ametekeleza. Hawawasemei wananchi kabisa. Hii hapana. Sasa pale bungeni katiba inasemaje kuhusu bunge? Bunge kazi ya bunge ni kuisimamia serikali. Yaani rais anasimamiwa na bunge. Lakini katiba ya sasa inasema mwaka 1977 inasema nzima watu wamekufa, usalama wa taifa wanamtii rais, na yeye akajipa cheo cha uamiri jeshi mkuu, ana control vyombo vyote vinamtii yeye. Wameua tarehe 29. Kwa hiyo kile ambacho mnakiona kimetokea tarehe 29 sio kwa bahati mbaya. Wameratibu na wamepeana maelekezo ya kuua, kwa sababu wanajua baada ya kutekeleza hayo hakuna mahakama ambayo itanihoji mimi. Yaani nyinyi huko chini mkihojiwa nitawalinda, nitawaambia majaji hiyo kesi futa. Wamekaa mezani kama hapa, wasema bwana IGP sikiliza, mimi si ndio jeshi mkuu, wewe mkuu wa majeshi unanisikia, wewe usalama wa taifa unanisikia, mimi nimewateua mimi, nendeni mkaue. Mkipelekwa mahakamani nitawaambia wafute hiyo kesi. Ndio maana wameua. Kwa hiyo tunataka katiba ambayo rais akiwa kwenye kiti chake cha urais ajue akipotea mtu mmoja au watu wawili nitapelekwa mahakamani na nitajibu. Pesa ya serikali, ripoti ya CAG Tanzania kila mwaka mabilioni ya fedha yanaliwa. Hakuna kiongozi yoyote ambaye anapelekwa mahakamani. Rais ajue nikifuja fedha ya umma nikitoka madarakani nitapelekwa mahakamani, nitashtakiwa kama marais wa nchi nyingine. Rais akiwa madarakani ataheshimu wa Tanzania. Mbunge ajue, yani siku hapa kwa sababu ya chama changu kimetaka niwe hapa, wananchi wanaweza wakaniwajibisha kesho. Mbunge akiwa bungeni hawezi kusikia namtaja rais, atawataja katiba ya Jamhuri ya Muungano na atawasemea hiyo wananchi kwenye jimbo lenu. Ataacha uchawa kabisa. Hao wabunge wa Tanzania ni machawa karibia wote, yani ni wapuuzi wote yani. Yes. Kwa hiyo Watanzania waelewe, tukija hapa tukisema tunahitaji katiba mpya. Wewe fikiria leo hii Watanzania wengi hawana ajira. Nenda kwenye halmashauri moja. Kwenye halmashauri unakutana na OCD. OCD amepewa mafunzo, ameenda polisi, amepewa mafunzo ya kucontrol bunduki. Sasa huyo OCD analetewa Joketi Mwigelo. Huyu Joketi kazi yake anakuwa ni msimamizi wa OCD aliyepitia mafunzo yote jeshini. Atampigia saluti, atampatia maelekezo. Yaani yeye ni utopolo kama Theo Polo. Ni utopolo. Hana hata mafunzo ya mgambo. Hana hata mafunzo, yani mkuu wa wilaya hana hata mafunzo ya mgambo. Anakwenda kumwelekeza OCD mwenye mafunzo ya mgambo. Twende kwa RPC. RPC ni polisi, ana mafunzo yote ya kipolisi, anapewa maelekezo na mkuu wa mkoa, hana hata mafunzo ya mgambo. Sasa ukienda kwenye halmashauri unakutana na mkurugenzi, unakutana na mkuu wa wilaya, unakutana na mbunge, unakutana na afisa tarafa afisa nini si wa wilaya, au watu wote wanapewa mshahara wa serikali. Sasa ukiambiwa kazi za mkuu wa wilaya, kazi za mkurugenzi, kazi sijui ukienda Dar es Salaam, Temeke Dar es Salaam. Halmashauri ya Temeke haina shamba, haina bustani, ila kuna afisa kilimo wa wilaya. Kuna afisa kilimo si wa kata. Wanatafuta nini Dar es Salaam? Hii serikali yaani serikali ukichunguza hii serikali
Hii serikali ukiichunguza, ndio tunataka mabadiliko, watu lazima wapewe. Mara moja namalizia tu afu taongea ndugu yangu. Okay. Namalizia. Of course kuna watu wengi wanataka kuchangia, najua. Mimi nataka nizungumze vitu ambavyo vingi mara nyingi sana vizungumze. Ukienda kila mwaka serikali, kila mwaka wa fedha serikali inatenga bilioni 500 kununua magari mapya ya viongozi wa serikali, yani wakurugenzi, wakuu wa wilaya. Kila mwaka serikali inatenga, kwenye mwaka wa bajeti wa fedha inatenga bilioni 500 kununua magari mapya, yani kila mwaka yanachakaa, wananunua jipya. Hivi mfanyakazi, kwa nini mfanyakazi wa serikali anakopeshwa gari? Mkuu wa wilaya akiingia madarakani, kwa nini asitumie gari la ofisi la? Kwa nini usimnunulie Land Cruiser kama V8 kwa nini Land Cruiser sinakimbia tu muda wote? Ma V8 nchi nzima kwa sababu ya wakuu wa wilaya. Kazi ya mkuu wa wilaya kumpamba rais, kazi ya mkuu wa mkoa kumpamba rais, kazi ya mawaziri kumpamba rais, kazi ya wabunge kumpamba rais. Ndio tunasema katiba mpya iondoe wakuu wa wilaya wote, futilia mbali. Wakuu wa mikoa wote, futilia mbali. Watendaji, twende kwenye mtaa. Hapo mtaa kule kijijini kabisa kule Songea ndani. Kuna mwenyekiti wa serikali ya kitongoji, zamani alikuwa anachaguliwa na wananchi. Kuna mtendaji wa kitongoji. Kuna mtendaji wa mtaa, kuna mwenyekiti wa mtaa. Kuna mtendaji wa kata, kuna diwani wa kata. Wote wanafanya kazi gani? Futilia mbali watendaji wote nchi nzima. Wanataka kupeana hizo kodi zetu. Ya kuna vyeo wanapeana kwa sababu ya katiba inaruhusu, wametengenezeana vyeo vya kula pesa ya serikali. Kwa hiyo ndugu zangu, tudai katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipunguze mamlaka ya rais. Hiyo kazi tunaiweza. Tutakuwa tunazungumza, tunasonga mbele mikakati ya kupata, lakini pia tunapeana elimu, tunataka katiba ya namna gani. Ili ukienda Kenya, mtoto kuanzia darasa la kwanza anasoma katiba shuleni. Internet ya toa imesheki. Katiba kwenye civics nadhani kama sio form 3 kuanzia form 2 form 4. Lakini ukimfundisha, ametoa maelekezo ya kuua nchi nzima, watu wamekufa, usalama wa taifa wanamtii rais, na yeye akajipa cheo cha amiri jeshi mkuu.